Hello there, karibuni tena kwa siku hii ya leo. Tutajifunza kwa habari ya mbinu ya kupata mtaji. Hivi unajua kuna biashara ambazo unaweza ukafanya bila kuwa na kiasi chochote cha fedha? Hivi unajua ni biashara gani hiyo? Kwa hiyo nitakwambia katika hii video. Kwa hiyo hakikisha tu kwamba tunakuwa pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Inawezekana umekuwa na stress nyingi sana za namna gani ambavyo unaweza ukapata mtaji wa kuanzia biashara, au tayari una biashara lakini hujui ni kwa namna gani ambavyo unaweza ongeza mtaji wa biashara yako. Labda unataka kufungua biashara nyingine, vitu vya namna hivyo. Kwa hiyo maswali yako yote yanayohusiana na mtaji nitajibu katika video hii. Kazi yako ni kuhakikisha tu ya kwamba tunakuwa pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na mbinu ya 9 ni mbinu ambayo mimi binafsi napenda sana kuitumia katika kutafuta mtaji. Kwa hiyo tuangalie kabisa kwanza nini maana ya mtaji. Mtaji ni rasilimali ambayo inakuwezesha kuanza biashara au kuendesha biashara. Na zipo aina nyingi za mtaji. Kuna mtaji wa watu, kuna mtaji wa fedha, lakini pia kuna mtaji wa vifaa. Kwa hiyo leo nitagusia tu aina moja ya mtaji ambao ni mtaji wa fedha. Hela. Umeona? Kwa hiyo nitagusia aina hiyo moja tu, na hizo zingine wakati mwingine tena, Mungu akitujalia. Kwa hiyo twende sambamba, tuanze aina ya kwanza. Aina ya kwanza ni akiba. Unaweza ukapata mtaji kupitia akiba. Sasa katika kipato ambacho unakipata, ukawa unatenga kiasi fulani au fungu fulani la kipato hicho. Kwa mbinu ya kwanza katika kupata mtaji ni mbinu ya kuweka akiba. Katika mbinu hii unahitajika, katika kile kipato ambacho unakipata, unatakiwa utenge fungu kuanzia 10% ya kipato hicho kwa ajili ya malengo yako ya kupata akiba. Na katika mbinu hii utahitajika sasa ujue kwamba ni mtaji kiasi gani unaohitaji. Kama ni 1,000,000, kwa hiyo hiyo 1,000,000, je, unaitaka kupata kwa muda gani? Kwa hiyo ukishajua kwamba unahitaji kiasi gani na ni kwa muda gani unataka kukamilisha hicho kiasi, itakusaidia kujua labda kwa siku au kwa mwezi au kwa wiki ni kiasi gani ambacho unatakiwa ukitenge kama akiba ili uweze kufikia lengo lako. Katika swala hili la akiba unatakiwa pia ujue ni sehemu gani ambayo itakuwa ni rafiki ya wewe kuhifadhia akiba hiyo, ili usije ukapata changamoto hapo baadaye ya kwamba umehifadhi hela alafu baadaye ukatamani kutumia kutokana na vishawishi mbalimbali, labda ukakutana na changamoto fulani. Kwa hiyo hakikisha kwamba pia unaweka akiba hiyo sehemu ambayo ni salama, ambayo haitakupa wewe vishawishi vya kuitumia hapo baadaye. Mbinu ya pili ni partnership au ubia kwa Kiswahili. Kwa hiyo tunaposema ubia ni pale ambapo umemshirikisha rafiki yako kuhusiana na wazo la biashara ulionayo. Kwa hiyo akivutiwa na hilo wazo la biashara atafanyaje? Mtaweza kuungana. Kwa hiyo ubia ni ile kwamba mnaungana watu zaidi ya wawili katika kufanya biashara hiyo. Sasa hapa katika ubia, kitu ambacho unatakiwa uzingatie, unatakiwa uangalie vitu viwili. Kwanza, je, ni nani ambaye unaingia naye kwenye ubia? Je, ni mtu mwaminifu? Maana wapo ambao wanaingia na watu wanaoingia kwenye biashara wanapatana na watu ambao sio waaminifu na baadaye wanakuja kupata hasara. Lakini pia ili uweze kuingia ubia na mtu, inamaanisha kwamba ikiwa pia una wazo la biashara, unatakiwa una business plan ambayo iko very strategic, inayoeleweka kwamba wazo lako la biashara ni lipi, labda utafanyia wapi, unahitaji kiasi gani, ili huyo mtu pia unapompelekea wazo hilo la biashara linakuwa limekamilika. Sasa inabaki yeye kuchakata na kuamua kwamba je, aungane na wewe au asiungane na wewe. Kwa hiyo unapoingia ubia na mtu, inamaanisha kwamba kama ulikuwa unahitaji mtaji wa 1,000,000, mkiingia ubia labda watu wawili,
mnaweza mkaamua mkachanga nusu kwa nusu, yaani inamaanisha 500,000 kwa 500,000, au mkaamua mmoja labda achange milioni 600,000, mwingine achange 400,000. Umeona? Kwa hiyo inategemea na makubaliano yenu jinsi mtakavyokubaliana, lakini hakikisha kwamba unaingia ubia na mtu ambaye ni mwaminifu, lakini pia uwe tayari na mpango kazi ili unavyoenda kumwelezea mtu wazo lako linakuwa liko kamili. Kwa hiyo hiyo ni mbinu ya pili. Mbinu ya tatu ni mbinu ya mkopo. Mbinu ya mkopo. Kwa hiyo mkopo unaweza ukapata kwa njia tofauti tofauti. Unaweza ukapata kupitia vikoba. Kuna masharti ambayo vikoba huwa wanazingatia, wanahitaji wewe uweze timiliza ndipo uweze kupewa mkopo. Labda kama vikoba vingine vinakuhitaji uwe mwanachama kwa muda kuanzia miezi 3 ndipo uweze kupata mikopo, lakini pia vikoba vingine vinakuhitaji wewe pia uweze kukopa. Hauwezi kukopa zaidi ya kile ambacho umekiwekeza. Kwa hiyo kuna taratibu mbalimbali za vikoba. Umeona? Kwa hiyo ukiweza inategemea na kikoba ulichopo. Kwa hiyo ukiweza kutimiliza mahitaji yote ambayo yanajitosheleza kwa wewe kuweza kukopa kwenye vikoba, unaweza ukapata mkopo. Lakini pia kwa benki, changamoto ya kukopa benki ni kwamba, au kupata mkopo benki ni kwamba, kwa yule ambaye ni anahitaji kuanza biashara hawezi kupata mkopo benki, maana benki wanahitaji watu wale ambao tayari wako katika biashara. Kwa hiyo kwa yule mwanzilishi hii sio njia rafiki ya wewe kupata mkopo, lakini kwa yule mtu ambaye ni tayari ipo katika biashara anaweza akapata mkopo benki, lakini kwa kupitia vigezo mbalimbali. Umeona? Kwa hiyo hakikisha kwamba kikubwa tu ambacho unatakiwa uwe nacho ni unatakiwa una mpango mkakati wa biashara yako. Kwa tafsiri nyingine inaitwa business plan. Kwa hiyo unatakiwa una business plan ili pale unapoenda kuomba mkopo benki watakagua vigezo na taangalia vigezo, kama utakuwa umekidhi vigezo vyao wanavyovihitaji, basi watakupa mkopo huo. Lakini pia unaweza ukapata mkopo kupitia watu binafsi, inaweza kuwa rafiki, ndugu, hakuwa karibu. Kwa hiyo unaweza akakukopesha, na mara nyingi huwa inakuwa haina riba, labda inategemeana pia na huyo mtu anayekukopesha, lakini mara nyingi huwa inakuwa haina riba au inakuwa na riba kidogo. Kwa hiyo mtu huyo anaweza akakukopesha, mkaingia makubaliano mbalimbali hivyo. Kwa hiyo inategemea sasa, hapa inahitaji kwamba uwe mtu mwaminifu, maana kama una historia kutokuwa mwaminifu inamaanisha hauwezi ukapata mkopo. Kwa hiyo hapa inakuhitaji wewe kuwa mwaminifu katika jamii inayokuzunguka ili baadaye pale unapokuwa na uhitaji uweze kupewa kirahisi. Kwa hiyo hiyo ni mbinu ya 3 ya mkopo. Mbinu ya 4 ni kupata msaada kutoka kwa marafiki, familia. Kwa hiyo hapa inategemea sasa na wewe jinsi ambavyo una ukaribu na jamii yako au mahusiano na rafiki yako. Hapo wale marafiki ambao wanaweza kukukopesha au wanaweza tu wakakupa tu kwa ajili ya kianzio uweze kuanza biashara yako, au familia wakakuwezesha, na ndugu wakakuwezesha. Kwa hiyo hapa ni kwamba pia uwe na wazo ambalo ukienda kuelezea katika familia yako au kwa rafiki yako au kwa ndugu yako aweze kushawishika kukopesha. Unatakiwa uwe na mpango mkakati wa biashara yako, kwamba unamwambia nataka kufanya hii biashara, itanisaidia hivi na hivi na nitatoboaje. Kwa hiyo pale ambapo unamwelezea na anajua kabisa kwamba inakuwa biashara yako inakuwa hivi na hivi, kwa hiyo anakuwa atashawishika kwamba anaona kila kitu kiko clear cha biashara yako, wateja labda ni kina nani. Kwa hiyo pale ambapo utampelekea hilo wazo
utambana yeye kutokufanyaje, kutokufikiri tofauti. Kwa hiyo unakuta dhahiri kabisa anaweza akakupa kiasi hicho cha fedha. Lakini pia hapa sasa inategemea pia na watu ambao wanakuzunguka. Je, ni watoaji? Kama ni mtu ni mtoaji, basi ni rahisi sana wewe kupata mtaji kupitia ndugu, jamaa na marafiki. Lakini pia mbinu ya 5 ya kupata mtaji ni kupitia nguvu zako wewe binafsi. Inawezekana labda unahitaji mtaji wa kufanya biashara fulani, lakini sasa kwa wakati huo una nguvu, umeona kabisa kuna fursa fulani, labda kibarua fulani cha kufanya kazi. Kwa hiyo unaweza ukatumia nguvu zako kwenda kufanya kazi hiyo, na baadaye ukaendelea kukusanya kidogo kidogo ili kuweza kupata mtaji kwa ajili ya kufanya biashara hiyo ambayo umeilenga. Kwa hiyo kupitia nguvu zako unaweza ukapata mtaji, labda ni vibarua vya ujenzi, kusaidia labda vitu fulani, vitu labda usafi, labda kuna majumba ambao unahitaji wafanya usafi na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo nguvu zako unaweza ukazitumia ili wewe uweze kupata mtaji. Lakini mbinu ya 6 ni kuuza ulichonacho. Yes, unaweza ukapata mtaji kupitia kuuza vile ambavyo unavyo vya thamani ambavyo hauvitumii. Labda ni simu, labda ni friji tu imekaa hapo ndani, labda pia ni wengine wana laptop imekaa tu hapo ndani haitumiki kwa wakati huo. Kwa hiyo angalia ni kitu gani ambacho unacho ni cha thamani kubwa ambacho unahisi kabisa hichi nikikiuza kitanipa mtaji wa mimi kuanza biashara au kuongeza mtaji katika biashara yangu. Kwa hiyo ni wewe binafsi sasa uchunguze ni vitu gani ambavyo unavyo ambavyo unaweza ukauza ili uweze kupata mtaji. Lakini kabla sijaenda mbinu ya 7, hakikisha kwamba umesubscribe channel hii ili niweze kufikia watu wengi zaidi, wazidi kuendelea kupata haya mafundisho. Lakini pia napatikana katika mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook, Thread pamoja na TikTok. Naomba unifollow katika akaunti hizo, utajifunza mambo makuu mawili, ikiwa ni kuhusiana na mambo ya fedha, lakini pia kwa habari ya elegance. Kwa hiyo hakikisha kwamba umenifollow ili pale ambapo nina post chochote kisikupite, ukipate kwa wakati. Kwa hiyo tuendelee katika mbinu ya 7. Mbinu ya 7 ni mwekezaji. Mwekezaji ni mtu au taasisi ambayo anaweka fedha kwa ajili ya kupata faida. Kwa hiyo anaweza kawekeza fedha katika mradi au biashara. Sasa mwekezaji huyo huvutiwa kuwekeza sehemu ambapo anaona kuna uhakika kupata faida. Kwa hiyo unaweza ukamshawishi mwekezaji awekeze katika wazo lako la biashara, ikiwa wazo lako la biashara limekamilika, liko sahihi, mpango wako wa kazi umeuandaa vizuri. Business plan ni kitu ambacho ni muhimu sana. Hakikisha kwamba unakuwa na mpango mkakati mzuri wa biashara ambao unataka kuanzisha, ambao itamshawishi yule mwenye fedha aje awekeze katika biashara yako. Hiyo ni mbinu ya 7. Lakini mbinu ya 8 ni vifaa. Mbinu ya 8 ni vifaa. Inawezekana labda unahitaji kuanzisha duka la nguo, lakini kwa wakati huo hauna mtaji wa aina yoyote, lakini pale ndani una TV kubwa, umeona ambayo hiyo TV ukianzisha hata kibanda umiza, unaweza ukafanyaje, ukapata watu wakawa wanatoa hela pale ambapo wanakuja kuangalia mpira, na ukaendelea kudunduliza kidogo kidogo mpaka pale ambapo utafanyaje, utapata fedha ya kufanyaje, ya kuingiza
fedha kuanzia mtaji katika biashara ambayo unahitaji kuanzisha. Kwa hiyo leo angalia ni vifaa gani ambavyo unavyo ambavyo unaweza ukavigeuza hivyo vifaa vya hapo nyumbani ulivyo navyo, ukavigeuza ukavifanyia kazi ukavitumia kama biashara ili uweze kupata mtaji wa kuanzia biashara ambayo unahitaji. Inawezekana labda una vyombo vingi ambavyo pia unaweza ukavikodisha, labda una viti. Hebu angalia tu ni vitu gani ambavyo unavyo ambavyo unaweza ukavibadilisha sasa viwe katika hali ya biashara, vikuingizie pesa ili uweze kupata mtaji biashara. Hakikisha kwamba unavichunguza vitu ambavyo unavyo ndani. Lakini pia mbinu ya 9, nilisema kwamba ile mbinu ambayo mimi binafsi ndio huwa naipenda sana. Mbinu ya 9 ni uaminifu. Kuna biashara ambazo huwezi haji kuanza na mtaji wowote ikiwa umeaminika sehemu. Na kuaminika ni jambo la mchakato, huwezi ukaaminika tu hivi kirahisi. Kwa hiyo leo muuzaji ule labda wa jumla, labda unataka kuuza nguo za ndani, umeona? Kwa yule muuzaji wa jumla akikuamini, anaweza akakupa mtaji, akakupa bidhaa na akakupima tu, labda akakupa bidhaa kidogo, alafu akakuruhusu kabisa baada ya kuuza ndipo umletee hela yake. Umeona? Kwa hiyo ni kuaminika tu na yule mfanyabiashara. Lakini pia kwa njia nyingine katika hii ya uaminifu ni pale ambapo mfanyabiashara anaweza kukuruhusu ukaposti tu vitu mtandaoni. Umeona? Anakuruhusu unapiga picha, alafu unapost tu mtandaoni, jamani nauza kitu fulani na fulani. Kwa hiyo pale ukipata mteja ndio unaenda kuchukua vitu. Kwa hiyo kidogo kidogo unaanza kupata mtaji kutokana na faida ambayo utakuwa unaitengeneza. Kwa hiyo ndio mbinu ambayo unaweza ukaifanya bila kuwa na mtaji wa aina yoyote. Kwa hiyo kikubwa ni uaminifu. Kwa hiyo hii mbinu haihitaji watu wale ambao ni wajanja, watu ambao hawatimizi ahadi pale ambapo wanazisema. Kwa hiyo hakikisha kwamba unakuwa mwaminifu. Kama unahitaji kutumia mbinu hii, hakikisha kwamba unakuwa mwaminifu. Zile janja zinatakiwa zisiwepo. Kwa hiyo kulingana na mbinu hizi zote 9, mbinu gani ambayo unaiona inakufaa wewe katika biashara ambayo unataka kuianzisha au katika kuendeleza kupata mtaji zaidi kupitia biashara yako? Niambie, ni mbinu gani ambayo umeona kwako ni favorable katika kupata mtaji? Nitafurahi sana kuona kwamba umenikopo chini. Nashukuru sana kwa kutazama hii video, lakini pia mwisho wa hii video ndio mwanzo wa video nyingine. Nitafurahi sana kukuona ya kwamba umesubscribe ili tuendelee kuwa pamoja. Bye, see you next time.